Mzozo manake utakuwa unaenda hivi tu, siku akianzisha huyu tunakwenda, akisitisha tunasitisha. Yani Iran ni lile taifa ambalo linafuata ile falsafa ya kama mbwai unavyokuja ndivyo tunakupokea. Kwa hiyo Marekani wamesitisha wimbi ambalo lingekuwa la 14 la mashambulizi kwa kipindi cha wiki 2. Iran wamesema na sisi tunasitisha mashambulizi katika maeneo yako ya kimkakati kwenye nchi hizi za Ghuba. Ukirudi tena tunarudi. Kwa hii na hii baada ya kutokea, unaona hata bei ya mafuta imeweza kushuka kwa 5%. Ndani ya kipindi cha masaa nafikiri hata 48 hayajafika tangu mataifa hayo yalivyo sitisha kushambuliana. Kwa hiyo ni habari njema hasa kwa watu wanaopigia chapuo diplomasia kama mimi, kuchukua nafasi katika utatuzi wa migogoro kama hii. Binafsi mimi nimefurahi kwa sababu inaonesha kwamba sasa mafuta yatashuka na kuweza kurejesha uchumi katika utulivu duniani, lakini pia pengine naamini kwamba inaweza ikawa ni mwanya wa mataifa hayo kuweza kwenda katika hatua ya mazungumzo ambayo siku 60 zinazidi kuyoyoma. Randama ya makubaliano ya Juni 16 waliosaini mpaka sasa hivi, nafikiri kwa tathmini ya takwimu zisizo rasmi, sina hakika kama hata 20% inaweza kama imeshafika katika utekelezaji wa waliokubaliana, kwa sababu kumbuka Marekani ameendelea kusema kwamba hata fedha ambazo sharti la 11 katika randama ile ya masharti 14 linaelekeza kwamba anatakiwa kuondosha vikwazo vyake ili Iran izipate fedha hizo, anasema zinatakiwa kuendelea kushikiliwa katika wakati fulani. Anasema zinunulie mazao ya wakulima wa Marekani ili wa Iran wapelekewe mazao. Katika siku za karibuni anasema zitatumika kurekebisha meli ambazo ziliharibiwa na mashambulizi ya Iran katika Mashariki ya Kati. Kwa hiyo nafikiri kusimama kwa mashambulizi haya ni habari njema kusema kweli, kwa sababu inaurudisha uchumi katika utengamano duniani, lakini pia pili inayaweka mataifa haya katika nafasi ya kurudi katika meza ya mazungumzo kwa ajili ya hatua ya mwisho ya mkataba wa amani wa kudumu. Pengine lakini yote hii itategemea na utashi wa Iran na Marekani katika kuelekea hatua hiyo. Sawa bana, huyu anasema kwa maana hiyo nchi haina uwezo wa kujilinda. Nazungumzia Kameruni, kwani kama ni uzee alipita-pitaje? Angemwambia asigombee hapo, tatizo sio uzee hapo. Napingana na mchambuzi. Ni ujumbe wa Petro Keha wa Gendabi, maporomoko mbele ya mlima Hanan huko, ametuandikia ujumbe wake. Asante. Kutokana na uchambuzi wako ulivyo wazi, unaeleweka, na kuomba uingie kwenye siasa ili siku moja uwe kiongozi mkubwa. Maana unaweza. Mimi Revocatus Faustin ipo Ukerewe, chukua hiyo. Bana, nashukuru sana ila sijafikiria kuingia katika siasa. Nashukuru sana. Haya, wanabari za asubuhi, asante sana. Nzuri anasema hapo mjengoni huku Moshi hali ya hewa ni safi kabisa, tunawasikiliza vizuri. Haya, asante kutoka Moshi. Mbona Kenya walishaanza uchaguzi toka mwaka jana? Ndio. Kenya wao mapema sana wanaanza bana. Asante kwa ujumbe wako pia. Yakobo Dagno kutoka Semosi Hanang Manyara, pamoja mpaka tamati, sauti ipo juu kabisa. Naitwa Damaro. Asante kwa ujumbe wako. Huyo anasema anaitwa Johnny Wagisa, nipo Singida na wafuatilia vizuri. Asanteni kwa uchambuzi. Pia asante kwa kuwa na sisi. Pancras Nyakumba wa Chamwino, huku hali ya hewa ni shwari kabisa. Asante kwa ujumbe wako pia. Uchambuzi makini sana. Anaitwa Mwalimu Omari kutoka Kaloleni Moshi, ameandika ujumbe wake. Asante sana. Shabani Njiku wa Manyara, mimi hata nimekata tamaa na baraza hilo, maana vitu vinafanyika vya ovyo na baraza lipo kimya. Azungumzia Umoja wa Mataifa. Haya. Waziri Mgaza wa Maramba Mkinga, kila siku naamka kuwasikiliza. Asanteni sana kwa kutupa habari njema na za ukweli. Haya bana, sisi tukirudi hapa itakuwa ni time nzuri kabisa kwa ajili ya wino mzito. Tupo hapa kwa ajili yako. Andika pia maoni yako. Nimekuona Hassan Mlacha kutokea kwenye ukurasa wetu wa YouTube, ipo Kaloleni Moshi kule. Nimekuona Steven Kudaka pia yupo na sisi. Anasema kupindua rais sio lazima jeshi, bunge liko na uwezo wa kumuondoa. Azungumzia Kameruni.
Sasa bunge linadhibitiwa na chama chenyewe cha rais huyo Pobia. Kwa hiyo kusema linaweza kuanzisha motion ya kukosa imani naye ni vigumu sana. Kwa jeshi nafikiri tumeshaeleza. Wao ndo wamemweka Pobia. Wao ndo wamemweka madarakani. Kwa hiyo kumpindua aliyemweka ni jambo gumu kidogo. Nasikia wana Steven Kudak. Wana Pobia na uzee wake miaka 93. Bunge la nchi hiyo linadhibitiwa zaidi. Yule pia aliuliza hapa kwamba alipita pitaje kwa kura kabisa na alichaguliwa. Na watu walipiga kura, uchaguzi wa huru kabisa. Na bwana akashinda kwa miaka yake 95. Bila shaka. Kwa sababu alipita pitaje alishinda. Na alishinda kwa zaidi ya 90%. Labda wananchi walimuona kwamba pamoja na umri wako sisi tunakutaka. Naam, kabisa. Tarudi hapa kwa ajili ya Wino Mzito. Miba mingi sana. Njia yetu imeweka miba mingi sana. Sasa shida inakuja kwamba mwanamke anapopata yale mafanikio anashindwa kurudi huko nyumbani. Unajua watu wanashindwa kuelewa. Wewe ni mwanamke. Unaweza kuwa na elimu, unaweza kuwa na degree zako, unaweza kuwa na pesa zako, unaweza kuwa na cheo chako. Lakini unaporudi nyumbani wewe ni mama, wewe ni mwanamke. Unatakiwa kubaki kuwa mwanamke. Lakini mwanamke huyu akipata pesa sasa anashindwa. Niwe kusema mahali kwamba mwanamke hawezi kubeba vitu vyote viwili. Ukimpa hela na ndoa, ataachana na ndoa, atabeba hela. Tunajua una pilika nyingi sasa. Nakumbuka kuanzia 2017, 18, 19 kushuka chini huko. Ilikuwa wasanii kufanya chakatu chaka ni moja ya ujivuni kwamba naenda zangu mkoani sasa nikutane na wanangu. Kuanzia 2020 hapa hadi saa hii imekuwa ukionekana chakatu chaka ni unaonekana wewe ni umepotea. Yaani kwenye show mtu akinyanyua kamera unarusha ngumi. Wewe imefikia hivyo kwamba nilipita. Si record sasa. Bouncer, make sure hakuna mtu anarekodi. Kimya watu wanaua. Sema watu wengi wanaenda sana. Ndugu zangu, kama rais halali, wewe usingizi unaotoa wapi? Tunajua una pilika nyingi sasa. Mtu anajuaje kwamba mimi hapa homoni zangu zimevurugika? Kuna dalili ambazo zinaonekana. Especially for example kwa wanawake, utaanza kuona mabadiliko katika mfumo wa hedhi. Ndio mojawapo ya sehemu ambayo itakuonesha kabisa kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Utaanza kuona hedhi haziji au zinapitiliza, au muda mwingine zinakuja ni nyingi sana kupita kiasi, au zinakuja ni chache sana. Kuna wanawake wanaingia period miezi 2, 3 non stop.